kwamba palikuwa na mtu ambaye alikuwa anaitwa Lazaro. Sema Lazaro. Lazaro. Huyu mtu alikuwa ni rafiki wa Yesu. Vile wewe ni rafiki wa Yesu. Na Biblia inasema ya kwamba yeye alikuwa mwenyeji wa mji wa Bethania. Alikuwa mtu ambaye ni kama wewe vile uko mwenyeji wa mji wa Kitale, na wendekawa wewe ni rafiki wa Yesu. Bwana asifiwe. Huyu mtu anaitwa Lazaro alimpenda Yesu sana, na alikuwa rafiki wake wa kutoka nitoke. Bwana asifiwe. Kuna watu ambaye hawapendi kuwa na marafiki. Uliza jirani, una marafiki kweli? Ama wewe ni ule mtu wa kufukuza marafiki? Kuna watu hawajui kuhusiana na watu. Kuna watu hawana roho ya kukaribisha watu. Kuna watu hawajui kupenda watu. Wanasifiwe. Maandiko inasema wakati mmoja huyu rafiki ya Yesu anaitwa Lazaro aliugua, na alipougua, maandiko inasema ya kwamba aliugua. Some mstari wa pili pale. Mstari wa pili, Biblia inasema ndiye Mariamu yule aliyempaka Bwana marhamu. Enda mstari wa tatu. Mstari wa tatu, basi wale mahumbu wakatuma ujumbe kwake wakisema, Bwana, yeye umpendaye hawezi. Wakatumana ujumbe wakamwambia Kristo ya kwamba yule aliye rafiki yako hawezi. Inamaanisha ya kwamba alikuwa amelazwa, wende ikawa alikuwa amelemewa. Wende ikawa jioni leo naongea na mtu uko hapa na umelemewa na nguvu za giza, umefungwa na laana za wanadamu, umefungwa na nguvu za ukoo, mapepo ambayo imekaa juu yako. Jioni leo ninakutangazia kwa jina la Yesu, vile tumesimama katika mji wa Kitale, lazima utafunguliwa. Amen. Inua mikono, sema ninaamini. Naamini. Pigia Yesu makofi mazuri. Amen. Maria pamoja na Martha wakatumana ujumbe wakamwambia Bwana Yesu ya kwamba yeye yule unayempenda hawezi. Unajua kuna marafiki wakisikia kwamba uko kwa shida ndio wanakupotea kabisa. Kuna wale utawatafuta na hawataonekana. Rafiki wa ukweli jioni ya leo ambaye tumemleta kwenye mji huu ni Yesu peke yake. Yeye ndio rafiki ambaye utakapomwita ataitikia. Yeye ndio rafiki utakayemwendea atakukubalia. Yeye ndio rafiki ambaye utakayemkimbilia atakukumbatia. Pigia Bwana Yesu makofi mazuri. Endelea. Naye Yesu aliposikia, alisema, ugonjwa huu si wa mauti. Rafiki zangu, nataka niwaambie, kuna hali unaweza kuwa ndani yake, hiyo hali si ya kukuangamiza. Hata Yesu mwenyewe alikuwa anajua ya kwamba ile hali ambayo Lazaro alikuwa ndani, wenda ikawa haikukuwa hali ya mauti. Bwana asifiwe. Hivyo ndio vile yeye pia alikuwa amejua. Endelea pale chini. Bali ni kwa ajili ya utukufu wa Mungu. Kuna hali ambayo unaweza kuwa ndani, na kupitia kwa hiyo hali utakapomtafuta Mungu atatukuzwa kupitia kwa hiyo hali yako. Unajua kuna watu hawakuwa na jina, lakini walipompokea Yesu Kristo, maandiko yanasema katika Yohana 1:12, bali wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika wana. Amen. Pigia Yesu makofi mazuri. Amen. Wewe ni mtoto wa Mungu. Kama watu wanakuambia wewe upendezi, nimekuja kukuambia unapendeza. Amen. Kama watu wanakuambia uwezi, nimekuja kukuambia unaweza. Amen. Wewe unapendeza na wewe unaweza. Haleluya. Jiangalie, sema ninaweza. Sema ninaweza. Ninaweza. Na maandiko inasema ya kwamba nayaweza mambo yote kupitia yeye anitiaye nguvu. Pigia Yesu makofi mazuri. Unajua dunia ya leo ni dunia kuvunja moyo. Wende ikawa hata ulipokuwa unaanza biashara yako, ama umeanza kumpangilia kupeleka watoto shule, kuna watu walikuambia watoto wako hawa hawasoma, pengine hii biashara haitafaulu, lakini leo kwa neema ya Mungu bado unaendelea kupanuka. Nimekuja kukutabiria jioni ya leo, haijalishi wanadamu wanasema nini juu ya maisha yako, Yesu anaye suluhisho katika hiyo maisha. Pigia Yesu makofi mazuri. Endelea ndugu yangu. Ili
mwana wa Mungu atukuzwe kwa huo. Ili mwana wa Mungu, kwa kila jambo ambalo linatendeka chini ya jua, ni utukufu unamrudia Mungu. Bwana asifiwe sana. Wewe kawa leo unaishi kwa rental house, lakini kwa utukufu wa Mungu utakaponunua shamba lako na ujenge nyumba yako, Mungu ndiye atatukuzwa. Siku moja unaitwa tenant, siku nyingine utaitwa landlord. Pigia Yesu makofi mazuri. Naongea na watu wa imani, maana maandiko yanasema imani ni bayana ya mambo yasiyoonekana. Pigia Yesu makofi mazuri. Endelea ndugu yangu. Naye Yesu alimpenda Martha na umbu lake na Lazaro. Nataka nikuambie ndugu yangu, vile Kristo alikuwa amependa Martha pamoja na ndugu yake na dada yake, vivyo hivyo ndio vile anakupenda na wewe jioni ya leo. Haijalishi wewe ni mlevi, haijalishi wewe ni kahaba, haijalishi wewe ni mganga ama mchawi, haijalishi ni hali gani ambayo uko ndani, Yesu anakupenda. Amen. Angalia mtu, mwambie Yesu anakupenda. Yesu anakupenda. Na upendo wa Yesu ni wa ukweli, si kama ya wanadamu. Upendo ya wanadamu ni fake. Mtu anaweza kukatia smile lakini ndani amekunja uso, kama yani amekunja, amekasa uso. Lakini Yesu akikupenda anakupenda na agape love. Amen. Upendo wa kweli. Amen. Ndio mwimbaji anaimba, anasema upendo wa Yesu wanishangaza. Amen. Bwana asifiwe. Kama unapendwa na Yesu, inua mikono juu nione. Umefika mwaka wa 2025, punga mikono yako jameni. Pigia Yesu makofi mazuri. Haleluya. Maandiko yanasema katika Yohana 3:16, kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe wa pekee, ili kila amwaminie asipotee, bali awe na uzima wa milele. Hiyo ndio upendo ambayo tumeleta katika mji wa Kitale. Gatua tumekuja kutangaza ya kwamba Yesu anakupenda wewe mama, Yesu anakupenda wewe mzee, Yesu anakupenda wewe kijana, Yesu anakupenda wewe mtoto. Badilika, kubalia Yesu aingie ndani yako. Yeye atakufanya kiumbe kipya, na akikufanya kiumbe kipya, sisi kama wanadamu tutakuwa tunakuangalia na ile macho ya kawaida, lakini utakuwa kiumbe kipya. Pigia Yesu makofi mazuri. Hawa watumishi wa Mungu wako hapa, unawaona. Siku moja walikuwa walevi kama wewe, walikuwa wanyang'anyi, walikuwa wabaya, lakini Yesu amewasafisha, amewafanya kuwa watumishi wake. Na wewe inawezekana na wewe, maana ya vile Mungu anakuangalia si vile wanadamu wanakuangalia. Watu wanaweza kuangalia na wakachoka na wewe, lakini Yesu hawezi kuchoka na wewe. Watu wanaweza kuangalia na wakakata tamaa na wewe, lakini Yesu hawezi kukata tamaa na wewe. Pigia Yesu makofi mazuri. Endelea ndugu yangu. Basi aliposikia kwamba hawezi, alikaa bado siku 2 pale pale alipokuwapo. Wakati mwingine Yesu anataka kutukuzwa kupitia kwa hali ambayo uko ndani. Kuna hali ambayo uko ndani, na unajua katika ulimwengu wa leo, unaposhiriki shida zako na watu, wanatumia kama topic wanapokaa kwenye mkahawa, wanapokutana kwa katika manyumba zao. Ukiambia ndugu yako pengine leo nimelala njaa, anaenda anatafuta rafiki yake mwingine, anakaa anamwambia nani, tengeneza chai. Wanapoweka ile chai kwa meza, anamwambia tafuta kamkate kidogo ama ile KDF, leta hapo kwa meza. Anapoweka pale, anamwambia wacha nikuambie, ngoja kidogo nikusimulie kidogo. Unajua kwa nini nani na nani amefungiwa nyumba, hata siku hizi hawezi kuafford kulipa rent. Ule anamwambia anamwambia ongeza KDF ingine hapa, so inakuwa vitina. Angalia Mungu, mtu mwambie Mungu